Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, siku ya Jumatatu. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ukatili waongezeka, wagemwili kingono kihisia washika kasi, mikoa vinara yatajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Dr. Mwinyi, bandari Manga Pwani itakuza uchumi, habari katika ukurasa wa 3. Gesi ya buku na jina la Samia jikoni, habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Nchimbi ataka uwekezaji kimkakati miradi ya maji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Askari mgambo 3 mbaroni, kifo cha fundi simu Mwanza, habari katika ukurasa wa 2. Malasusa wa Kristo tuwe wapatanishi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Ripoti ya matukio Oktoba 29 yatarajiwa kuimarisha mshikamano, habari katika ukurasa wa 8. Serikali yawekeza trilioni 1 kuboresha usafiri majini, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Sugu na sura ya Lissu Mbowe afunguka alivyosimama katikati, asema uhuni wa CCM uliweka kando Chadema, asisitiza iko imara kuliko jana, agusia mwaliko wake kwa Rais Samia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ndugu yake ikisema Chadema ipo imara kuliko kipindi chochote, hawa wanaojaribu kuiua wajipange. Hii Chadema ilishavuka kuwa chama cha viongozi, kwamba kwa sababu ya kiongozi fulani chama kinasimama. Chadema ipo kwenye mioyo ya Watanzania. Hii ni nukuu ya Sugu. Gazeti hili limeandika simulizi maumivu ya wanafunzi kusaka elimu. Licha ya jitihada za serikali kujenga shule za sekondari katika kila kata nchini, uchunguzi wa Mwananchi umebaini kwamba baadhi ya wanafunzi bado wanatembea umbali mrefu kwenda shuleni na kurudi, kilomita 7 hadi 15, umbali wa kilomita 7 hadi 15 ambao wanafunzi wa shule ya sekondari ya Fukayosi wilayani Bagamoyo Pwani hutembea kwenda na kurudi shuleni. Hii ni ripoti maalum ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti Mwananchi. Wiki ya maji, kauli tamu kero ya maji ya mkera mwenyekiti CCM, habari katika ukurasa wa 21. Lakini pia gazeti hili limeandika Tundu Lissu bado ahofia afya yake mahabusu, habari katika ukurasa wa 7. Stanberg yatajwa benki bora, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon, itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji
utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.run4autismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Jicho letu sasa ni katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mabilioni ya Rais Dr. Samia kwa vijana nchini hadharani, ni pamoja na makundi maalum, kiasi cha shilingi bilioni 200, dirisha la funguliwa, vigezo vya ukopaji navyo vyawekwa wazi. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Dr. Nchimbi ahimiza utunzaji vyanzo vya maji. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yaanika faida za uwekezaji kwenye usafiri. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Dr. Samia aendeleza mapinduzi katika biashara. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Waziri azindua madarasa kupunguza msongamano. Habari katika ukurasa wa 2. Maeneo ya uwekezaji sekta ya nishati yatajwa India. Habari katika ukurasa wa 3. Vita Israel na Iran yazidi kuwa kali. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili imeandika jinsi ya kutambua eneo la simu yako kwa kutumia Gmail. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Habari picha kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Majira inamwonyesha makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akipokea zawadi maalum kutoka kwa waziri wa maji Juma Aweso wakati wa maadhimisho ya kilele cha wiki ya maji kwa mwaka 2026 na siku ya maji duniani iliyofanyika katika viwanja vya Mkwawa mkoani Morogoro jana. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema mguu sawa, timu ya mawakili waandamizi yatua Dodoma kimkakati, marejeo manne ya kisheria kutikisa mahakama ya rufani ni sehemu ya mchakato wao wa kudai haki kortini. Habari katika ukurasa wa 3. Ugonjwa wa ng'ombe 750 nyanda za juu kusini. Habari katika ukurasa wa 16. Mpina afichwa siri nzito ya uhusiano wake na Magufuli. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika wanaotupa laini baada ya kukopa waibua BOT, yaonya kutupa laini ya simu hakufuti deni la mkopo, taarifa za wakopaji hubaki katika mfumo wa marejeo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Gazeti hili limeandika vinywaji juani, kiini saratani ya utumbo, ini maradhi ya figo. Habari katika ukurasa wa 2. Marekani yatoa saa 48 kwa Iran kufungua mlango wa Hormuz. Habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Tanzania mfano bora sekta ya maji duniani. Makamu wa Rais Dr. Nchimbi asema mafanikio hayo makubwa yanatokana na wananchi kupata huduma ya maji safi na salama. Ataka uwekwe mkazo katika gridi ya maji ya taifa kuondoa changamoto ya maji. Lengo ni kukidhi utekelezaji dira ya maendeleo ya 2050. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ripoti maalum mbinu muhimu kujikinga na radi, kiini cha kupiga miti na nyumba chatajwa, watumiaji wa simu watahadharishwa. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Mwinyi eleza bandari jumuishi ya Mangapwani itakavyokuza uchumi Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Chatanda Anna Abdalla wafunguka matumizi mabaya akili mnemba. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yaifanya Mwanza kitovu kikuu cha uchumi. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Siri Mtibwa kuivimbia Yanga yavuja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi, ujenzi bandari ya Mangapwani unaimarisha uchumi Zanzibar, ahidi kumaliza changamoto ya huduma za bandari, uhaba wa mafuta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali yaridhisha ujenzi wa bandari jumuishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Tutahakikisha upatikanaji wa mafuta, kudhibiti bei. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wa Democrat wataka kubadilisha utawala Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi.
Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele kutikavu, vikao vyaanza, wachezaji wapewa mapumziko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ijayo ni Yanga dhidi ya Tanzania Prisons April 4 KMC Complex Dar es Salaam. Kocha Pedro Concazes ameongoza Yanga kutoka sare michezo minne katika mitano ambayo timu hiyo imetoka kwenye ligi hadi sasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Mwanaspoti limeandika dili la Nation Simba liko hivi, habari katika ukurasa wa 3. Hali ya hewa kuhusu Diara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Hapo kabla Carabao iliandika rekodi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Bibi aliamua kutoka kivyake. Jina la Michel Lemi lina uzito na umaarufu mkubwa kwa mujibu wa Wikipedia na mitandao mingine inayokusanya taarifa za watu maarufu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele limeandika FIFA Series Machi 26 Tanzania dhidi ya Liechtenstein. Mchezo unapigwa saa 11 na dakika 30 jioni Pele Luanda. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Na gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, limeandika Chipo asivyo nidhamu, Pedro alia na majeruhi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Serikali kujenga kituo cha michezo Changamani Mwanza, habari katika kurasa za ndani. Samia kushiriki Kili Marathon 2027, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakers yashinda tena, LeBron andika historia, habari katika ukurasa wa 22. NCBA kupeleka vijana Golf Afrika, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika siri Mtibwa kuivimbia Yanga yavuja, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Timu za Mtibwa Sugar na Yanga zilifungana katika mchezo wa ligi kuu bara goli 1-1. Simba ya mnasa mbadala wa Kante, habari katika ukurasa wa 23. Tyson na mkasa wa mkono, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Serikali kujenga uwanja mpya wa michezo Mwanza. Kenya zili kutakata Ujerumani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Mandonga anza kuchonga, habari katika ukurasa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na gazeti Uhuru linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa toka